Usipowaza kwa bidii unatokaje kwenye umaskini? Uchomoki. Kuwa maskini hakuhitaji mpango wala kuwaza. Unalala, unaamka, unalala, unaamka, maskini. Kutoka kwenye umaskini kunahitaji kuwaza kwa bidii. Biblia imesema kabisa, mawazo mwenye bidii huelekea kwenye utajiri. Mwambie jirani yako, waza kuwa tajiri. UTT ni kampuni ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayowasaidia Watanzania kupokea pesa zao na kuziwekeza. Ni kama unavyochukua pesa ukaiweka benki. Badala ya kuiweka benki unaiweka UTT. Ukiweka UTT wanakupa faida kwa wastani wa 12% mpaka 16% kwa mwaka. Wana mifuko mikubwa 6. Kwanza unaitwa Umoja, wa pili unaitwa Watoto. Mtoto wako unaweza kumwekea pesa pale, hautaruhusiwa kuzichukua mpaka afikishe miaka 18 ama miaka 24. Mfuko wa tatu unaitwa mfuko wa ukwasi ama liquid fund, unaweza ukaweka na ukazichukua hela zako wakati wowote. Mfuko wa 4 unaitwa wawekeza maisha. Ukiingiza pesa pale hutatakiwa kuzichukua kwa miaka 10 kwenye mfuko wa wekeza maisha. Mfuko wa 5 unaitwa mfuko wa jikimu kwa wastaafu, na mfuko wa 6 unaitwa mfuko wa bond fund, mfuko wa tifungani, ambapo unaweza ukaweka pesa na ukapata faida. Faida yake ya kwanza, unaweza ukawa unalipwa fedha taslimu. Pili, unaweza ukaziacha hela zako ziendelee kukua bila kuzichukua. Tatu, unaweza ukaenda ukakopea ikawa kama rehani. Ya 4, inakupa nidhamu kwenye uwekezaji. Ya 5, uhitaji kuwa mtaalamu wa uwekezaji kama mimi. Mimi nasoma na kupractice mambo ya investment. Uhitaji, unamkabidhi UTT, yeye ndio anayeajiri wataalamu wa kuwekeza hizo pesa ili zikuzalishie wewe. Hiyo kwa kifupi ndio UTT. Viwango vyao vya kuanzia kufungua akaunti ni bure. Unahitaji picha, unajaza fomu, halafu na kitambulisho. Basi. Wako Sukari House, mtaa wa Sokoine na Ohio, chini na ghorofa ya 2. Ukienda watakuhudumia. Nimeandika kitabu pale kinaitwa Vipande, UTT na Watumishi Housing, kitakusaidia kukuelimisha. Uhitaji kuwa mtaalamu wa fedha na uwekezaji ili upate faida. Chukua pesa kaiweke serikalini. UTT ni salama, serikali sio matapeli. Wangapi wamefungua account UTT? Nyosha mkono, lazima mpo. Nyosheni tu, msiogope. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hawa ukiwauliza watakuelezea UTT inavyofanya kazi, na kwenye simu utaiona. Yaani hivi unaichungulia tu balance. Kila siku kitu kimesogea, kidogo imesogea. Uhitaji kwenda kule, unaangalia tu simu yako unaona mambo yanasogea. Hiyo ni UTT. Kuna taasisi nyingine inaitwa Benki Kuu. Benki Kuu inauzaga kitu tunaita bondi. Bondi ni utaratibu wa wewe ukiwa na shilingi milioni 1 unaenda kuiweka Benki Kuu badala ya kuiweka kule unakoiweka. Ukiweka Benki Kuu kwa kufungua akaunti Benki Kuu inaitwa CDS, utakuwa na uwezo kupata faida ya 7% mpaka 15% kwa mwaka kwa uhakika. Hakuna kilipanda kikashuka, biashara ilienda ikayumba, hamna hiyo mambo. Serikali inapokusanya kodi, mtu wa kwanza kulipwa ni wewe ambaye umeweka pesa Benki Kuu, kulipwa faida yako. Kwa ni kitu kizuri, kifikirieni. Mtaji UTT ni hela ndogo. Mtaji Benki Kuu kama shilingi milioni 1 hivi. Kwa kidogo huku kumesimama, kumechangamka. Benki Kuu wanakupa faida kwa kukurudishia kwenye akaunti. UTT
faida yako unaweza ukasema wakupe ama iendelee kubakia kule izaliane, reinvestment. Una uhuru wa kuchagua wapi uweke. Nimejaribu kuelezea taasisi mbili, benki kuu, bondi, UTT, vipande. Kuna taasisi nyingine ya serikali inaitwa Watumishi Housing, yenyewe inashughulika na vipande. Brother, nimejaribu kueleza, umeelewa kidogo? Wanafunzi, kawekeni pesa zenu UTT, hizo pesa vidogo vidogo, 5,000 wanakusanya wale, 5,000, 10,000 wanachukua. Weka ujifunze ile tabia ya kwanza kuwekeza kidogo kidogo. Soko la hisa, Dar es Salaam Stock Exchange wanauza hisa. Hawauzi vipande vya UTT wala hawauzi bonde. Kule kuna hisa kama hisa za vikoba. Kwa hiyo unanunua hisa, lakini lazima uwe makini, chagua kampuni nzuri yenye utendaji mzuri. Baadhi nimezitaja. CRDB, NMB, Twiga Cement, nikatamka na Tanga. Tanga ni loss making entity, ni kampuni yenye kutengeneza hasara, lakini imenunuliwa na Wajerumani. Imenunuliwa na Twiga. Siku si nyingi tutaanza kuona mabadiliko, pengine baada ya miaka 2, miaka 3. Kwa hiyo yapo makampuni mengi mazuri, baadhi ni hayo, lakini sio mwanzo na sio mwisho, yanaweza kawepo mengi, lakini niliyoyataja yazingatie. Na niliyataja kwa makusudi, sikutaja kwa bahati mbaya. Umenielewa ndugu yangu? Kwa hiyo uamuzi ni wa kwako. Anayependa anaweka. Anayependa biashara ataweka kwenye biashara. Anayependa vipande UTT ataweka UTT. Anayependa kwenye hisa, mimi ni mpenzi wa hisa. Sehemu kubwa ya chochote Mungu anachonipa naweka kwenye hisa. Lakini kwenye vipande nipo, naweka kwenye hisa. NMB, CRDB. Kwa hiyo sikutajia kitu ambacho mimi siweki, na kutajia kitu ambacho mimi mwenyewe mkono wangu uko pale na moyo wangu uko pale. Sawa? Kwa hiyo fikiria hayo makampuni, anaweza kukusaidia. Lakini vile vile jiandae, unaweza kupata hasara vile vile. Kwa sababu kasai jamaa alituambia tukapata hasara. Hasara ni sehemu ya biashara, ni sehemu ya maisha. Hakuna mnanasi usiokuwa na mwiba. Na kuchoma kidogo, unanyanyuka unaendelea. Biblia inasema angalia upepo hata panda, angalie mawingu hata vuna. Maana yake usiogope externality, usiogope mazingira, take action. Shilingi 70 inaweza ikawa shilingi 2,000. Hisa ni kuchukua pesa na kuiweka kwenye kampuni ya biashara, lakini we mwenyewe hautahusika na kusimamia wala kuendesha. Umeweka tu pale, wengine wanafanya ile biashara, wakipata faida mwisho wa mwaka wanakupa faida. Ile faida sehemu inaitwa gawio. Hiyo ndio maana ya hisa. Kwa ukinunua hisa za Twiga, watu wanatumia simenti. Kampuni ya simenti ya Twiga inapata faida. Sehemu ya faida watakupa wewe. Ukinunua hisa CRDB, watu wanakopesha pesa, wananunua mikopo. CRDB ukipata faida, sehemu ya faida wanakupa wewe, inaitwa gawio. Kwako wewe kijana na vijana wengine, uwekezeni zaidi kwenye hisa kuliko hivi vitega uchumi vingine. Kwa sababu hisa ina tabia ya kupanda thamani, kupanda bei. Baada ya muda, ukiwa kama mimi miaka 50 na tayari ile thamani ya kipande kimoja chako cha hisa ulionunua shilingi 500 inaweza ikawa shilingi 5,000. Kama ule pale alinunua shilingi 70 ikawa shilingi 2,000 na. Sawa? Kwa hiyo hisa ni kuchukua pesa na kuiweka kwenye kampuni ya biashara, halafu akipata faida wanakurudishia bila wewe kufanya chochote kwenye ile kampuni. Unaweka wapi pesa zako? Benki gani? Ongea kwa nguvu. NMB. Sawa. Unavoweka pesa NMB, wanazichukua zile pesa, wanatolea mkopo. Nenda kanunua hisa za NMB. Ili pesa yako wanayotumia kukopesha wengine wakatengeneza faida, sehemu ile faida uipate. Nilikuwa tunaomba utuelezee, tukitaka kununua hizo bondi za BOT, je, inatupasa twende BOT moja kwa moja au kuna brokers? Sawa. Au mtu wale watu ambao wanatusaidia? Asante.
Kuna njia mbili za kununua bondi. Njia ya kwanza, kule unakoweka pesa yako benki, CRDB, NMB, DCB, kisheria wanatakiwa wakusaidie kununua bondi benki kuu. Watakusaidia kufungua akaunti benki kuu bure, hutozwi hata shilingi, na hakuna makato kila mwisho wa mwezi. Halafu bondi itakapokuwa inauzwa, unaenda kuinunua, wao wana wajibu wa kukusaidia wewe kununua ile bondi. Hiyo ni njia ya kwanza, kupitia benki yako, benki yoyote. Njia ya pili, kupitia wakala wa soko la hisa, wanaitwa stock broker. Okay? Yule stock broker anatakiwa kisheria kukusaidia kufungua akaunti bure benki kuu na kukuwezesha kununua bondi benki kuu. Hao ndio watu wawili wenye vibali vya serikali vya kukusaidia kuweza kununua bondi benki kuu. Nimekujibu swali lako? Asante. Maoni yangu yanaweza sikubaliane na maoni yenu, baadhi yenu, lakini nitanyooka. Sipindishi kulia wala kushoto. Usiwekeze cryptocurrency. Narudia tena. Si mnataka maoni yangu? Maoni yangu, usiwekeze cryptocurrency. Naona watu mmestuka afu hivi kasemaje? Mnawekeza huko nyinyi. Usiwekeze Bitcoin. Usiwekeze. Si mnataka maoni yangu? Kwa nini? Nitakupa sababu. Fedha ya nchi yoyote inatambuliwa kwa nchi. Fedha ya Tanzania, fedha ya Kenya, dola ya Marekani. Cryptocurrency ni ya nchi gani? Pointi ya kwanza. Wewe kama uwekezi huko, uwezi ukawa na jibu. Ndio maana nilikuuliza unawekeza huko. Sasa mbona unataka kunijibu? Pointi ya pili. Thamani ya fedha ya nchi yoyote inatokana na uzalishaji wa bidhaa na huduma. Nchi isipozalisha na export, thamani inashuka. Ikizalisha na kuuza nje, thamani inapanda. Cryptocurrency imekuwa backed up na production ya nchi gani? Thamani yake inatoka wapi? Jambo la tatu, fedha ya nchi yoyote ina general acceptance na legality, inakubalika kimataifa kuweza kutumika na inalindwa na sheria. Wale wanaopotezaga pesa kwenye cryptocurrency wapo wengi, ambao hata mimi wamenifuata. Wanaenda kulalamikia wapi? Kwenye sheria nchi gani? Ni pesa tu kwenye kompyuta tu. Kakaa jamaa mmoja pale katengeneza, kawakusanya hawa na wale na wale, umeingia kule kichwa kichwa na walamba. Nina sababu nyingi kwa nini ninakuambia usijaribu. Mama mmoja milioni 6 kaingiza, akapata faida milioni 6, halafu akaenda akakopa milioni 40 benki, akaziingiza zote, mfumo ukagoma. Ana deni la zaidi ya milioni 40 kulipa kwa miaka 7 ijayo. Aliingiza cryptocurrency. Vijana na waomba na nawashauri, msiingize pesa huko. Utaenda kulalamika kwenye nchi gani? Sheria ipi inayoitambua ile? Na ukule uliyempa pesa ni wa nchi gani yule? Humjui mtu. Biblia inasema mwenye pupa atapata hasara. Yaani nyinyi wote wenye kile kielele cha kutaka utajiri wa haraka haraka, Biblia inasema subiria kulizwa. Acheni na pesa ya haraka haraka. Haipo. Hakuna huo utajiri. Hamna. Lazima ufanye kazi kwa bidii. Kucheza kwenye kompyuta alafu katengeneza mamilioni ni utapeli. Be careful.
vijana wengi mnacheza, na utafiti umeonyesha 1.4% ya Watanzania wanacheza cryptocurrency, ukilinganisha na 0.0% wanaoweka kwenye hisa, 0.0 point ngapi wanaweka kwenye vipande. Idadi ya watu wanaocheza michezo hiyo ni wengi kuliko watu wenye kufanya shughuli za biashara za kueleweka za uwekezaji. So ushauri wangu, usijaribu. Nina mifano mingi ya kutosha na hawana pa kulalamika. So be careful. Pesa inatafutwa kwa kufanya biashara, kwa kufanya kazi. Hakuna pesa inayozalishwa kwenye kompyuta kimiujiza.